hewa ya asubuhi. Leo najihisi kama nina akili mara mbili ya jana. Wanasema mwenye nguvu mumpishe, lakini mimi nasema mwenye akili mtegemee. Karibuni tena wapenzi wa lugha adhimu, lugha ya Kiswahili, hapa katika kilinge chetu cha Tunu za Kiswahili. Leo, anga la msitu wa Tunu limegubikwa na mawingu mazito ya kijivu. Si mvua inayokuja, bali ni harufu ya hekima na fumbo kubwa. Katika kila ulimi wa kiumbe anayeishi humu, kuna methali. Lakini methali ya leo si ya kawaida. Ni methali inayoweza kuokoa maisha au kupoteza maisha. Je, mko tayari kumfuata sungura mjanja katika safari yake ya hatari zaidi? Safari ya kuelekea bonde la joka lililolala? Keti kitako, vuta pumzi. Hadithi ndiyo inaanza. Hewa ya asubuhi. Leo najihisi kama nina akili mara mbili ya jana. Wanasema mwenye nguvu mumpishe, lakini mimi nasema mwenye akili mtegemee. Lakini je, akili yake itatosha au tamaa itampeleka pabaya? Kabla hajafika mbali, sungura alimkuta mzee Kobe akijivuta taratibu. Sungura kwa haraka yake alitaka kumruka. Mzee Kobe, pole na safari ya konokono. Mimi nawahi bonde la joka, tunda la dhahabu lananisubiri. Kobe akasema, kijana sungura, haraka haraka haina baraka. Unajua nini kiko mbele? Bonde la joka halihitaji miguu miepesi, linahitaji masikio mazito. Kumbuka, hekima ya nyoka ni ukimya wake. Sungura akamjibu, hekima ya nyoka? Mzee Kobe, nyoka hana hekima, ana sumu tu. Mimi nina ulimi wa shaba, nitamlaghai yeyote. Kwa heri. Sungura aliondoka kwa kasi, akimwacha mzee Kobe akitikisa kichwa. Lakini kadiri alivyozidi kusogea, msitu ulianza kubadilika. Miti ikawa mirefu zaidi, giza likaanza kuingia katikati ya mchana, na ukimya wa ajabu ulitawala. Hata ndege waliacha kuimba. Ghafla, mbele ya sungura, kukatokea kitu kama gogo kubwa la mti. Lakini gogo hili lilikuwa na magamba. Lilikuwa ni chatu mzee, mlinzi wa bonde. Macho yake yalikuwa kama vito vya thamani, hayapepesi, yanatazama ndani ya roho ya mtu. Mzee Chatu. Ujambo. Sungura, mwana wa ujanja, bonde hili si la wapita njia, Bali ni la wale wanaoweza kusoma lugha isiyo na sauti. Ili ufungue lango hili, lazima unipe tafsiri ya maisha yako kupitia methali yangu. Hekima ya nyoka ni ukimya wake, lakini ujanja wa sungura ni ulimi wake. Nenda keti chini ya ule mti wa giza. Fikiria. Ukirudi na jibu la kweli, utapita. Ukirudi na maneno ya uongo, utakuwa mlo wangu wa mchana huu. Sungura alikwenda kuketi. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, hakuwa na jibu la papo hapo. Alianza kuzungumza na nafsi yake. Akasema, ulimi wangu ndiyo, nimeutumia kuwadanganya fisi, simba na hata binadamu. Lakini ukimya wa nyoka, mbona anakaa kimya tu? Anamaanisha nini? Je, anasubiri niteleze? Je, ukimya wake unamfanya ajue siri zangu? Watazamaji wetu wapendwa wa Tunu za Kiswahili, hapa ndipo tunapohitaji hekima yenu. Sungura amekwama. Je, wewe ungetafsiri vipi maneno haya ya nyoka? Je, ni onyo kuwa maneno mengi yanaponza? Au ni sifa kwa sungura kuwa ulimi wake ndiyo nguvu yake pekee? Andika maoni yako sasa. Tunataka kusoma fikra zenu. Je, ujanja wa ulimi unaweza kushinda hekima ya ukimya? Nitakaa kimya kwa muda, kama nyoka, nikingoja majibu yenu ya hekima kwenye sehemu ya maoni.
Kabla sungura hajapata jibu, adui yake mkubwa, fisi, alitokea. Fisi alikuwa amemfuata sungura akijua kuwa leo atapata mlo mrahisi. Sungura, leo umenaswa. Chatu atakuua kwa kukosa jibu na mimi nitakula mabaki yako. Au nile sasa hivi? Ghafla, sungura alishtuka. Alimtazama nyoka aliyekuwa bado amekaa kimya kama sanamu. Aligundua kitu. Nyoka alikuwa ameona fisi akija muda mrefu uliopita, lakini hakusema kitu. Hiyo ndiyo ilikuwa hekima ya ukimya. Kujua kila kitu bila kutoa siri. Mzee Nyoka, nimepata. Ukimya wako ni kingao kinachokupa uwezo wa kuona maadui kabla hawajafika. Na ulimi wangu sasa utatumika kama upanga. Fisi, unajua kwa nini nyoka amekaa kimya? Anakuhesabia hatua. Ameshasema kuwa yeyote atakayenikaribia mimi leo atamezwa mzima mzima bila kutafunwa. Angalia macho yake, yanakulenga wewe. Nini? Mimi? Mzee Nyoka, ni kweli? Mbona unanitazama hivyo? Mama yangu, nakimbia. Umeelewa, sungura. Ukimya wangu unaniruhusu kuona ukweli wa dunia, na ulimi wako umetumia ukweli huo kujilinda. Pita, lango liko wazi. Sungura alipita na kupata tunda lake la dhahabu, lakini aliondoka na kitu cha thamani zaidi: hekima. Wapenzi wa Tunu za Kiswahili, hadithi hii inatufundisha kuwa maishani lazima uwe na wakati wa kukaa kimya, kuchunguza, kusoma na kuelewa, na wakati wa kutumia sauti yako kutatua matatizo na kujitetea. Usiwe mtu wa maneno mengi bila maarifa. Asante kwa kuwa nasi kwa dakika hizi. Kama umependa simulizi hii ndefu, hakikisha unabonyeza like na ushiriki na wengine. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, Kiswahili ni tunu na hekima ni akiba. Kwaheri.